Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak lana walakum. Karibu sana mpenzi mtazamaji kutoka katika the entire family ya Al Huda TV pamoja na Medi Dishes. Tunawatakia Eid njema na yenye kuwa na furaha pamoja na familia. Karibu katika jiko la Eid ambapo leo tutakuwa tunawatarishia mutton biryani, yani biryani ya mbuzi. Kumbuka leo ni siku ya furaha, ni siku ya mapishi kwa wingi, na pia bado mbali na kuwa ni siku ya mapishi kwa wingi, tukumbuke pia wale ambao pengine hawaja kuwa na uwezo pengine wa kupata chochote kile, ama wale ambao pengine hawana katika vile vitu vya kutayarisha katika siku ya leo Eid. Tuwe wenye kwa kumbuka, kama mathalan mtu umechinja, uwe mwenye kumgawia nyama ama kuwapatia katika nafaka, katika vitu vyote vile ambavyo pia wanaweza kupika na waweze kufurahia na jamii zao. Leo tutakuwa tunatarishia mutton biryani, chakula ambacho kama kawaida unajua pia huwa kinaenziwa, ni chakula cha tunu ambacho pengine kinapikwa on special occasion. So bila ya kupoteza wakati, tutaenda katika zile ingredients ambazo tutakuwa tunatumia kwa leo. Kwa upande wa kwanza kabisa, ukiweza kuona kwamba tuko na spices nyingi. Kumbuka biryani ni chakula ambacho kinatumia spices kwa wingi na pia bado kinatumia mafuta kwa wingi. Tuko na manjano, kuna black pepper, kuna paprika, niko na biryani masala customized from us yenye tumetengeneza, that's our own recipe ya biryani masala. Niko na iliki, alafu niko na jira, yani bizari nyembamba kidogo sana ambayo pia iko in powder form. Alafu mwisho kabisa niko na curry powder. Kumbuka hizi ni zile spices ambazo zimeweza kusagwa, yani ziko in powder form. Alafu tukija kwa upande mwingine, tuko na coriander, zimeweza kuwa crushed kiasi, yani ziko in whole. So hapa niko na coriander. Tuko na cinnamon sticks, kuna black pepper, kuna iliki ambayo ni cardamom. Alafu niko na food color na vile vile niko na saffron strands. Na pia bado tuko na karafuu. Hizo ndio baadhi ya zile spices ambazo tutakuwa tunatumia kwa leo. Alafu tutaenda katika zile ingredients zingine ambazo tunatumia. Kuna sultanas ambazo ni optional. Kuna wale ambao hawataki sultanas katika mapishi yao ya biryani, but tuko na sultanas. Tuko na kitunguu saumu kama jinsi unavyoona, tuko nacho kwa wingi. Manake kinasaidia sana kuweka taste nzuri katika ile biryani yako pamoja na ile harufu. Alafu tuko na tangawizi ambao tumeweza kuigrate. Kuna pilipili bofu ama pilipili hoho wengine wanavyoita bell peppers. Kuna carrots ambazo kama hutaki kuzikata kwa urefu, unaweza kuzikata yani zile rings, kisha ile kwamba umetoa ile ngozi yake ya juu, umeweza kuipeel. Baadaye utakuwa unaweza kukata in either circle forms ama ukate kama design hiyo vile unavyoona in chips. Alafu tuko na malimau. Tuko na kitunguu kama unavyoona. Kitunguu ni one of the crucial ingredients ambazo inatumika katika matayarisho ya biryani. Kitunguu ambacho tutaweza kuki deep fry kiweze kuwe golden brown, ambacho tutakuja kukitumia baadaye. Vile vile kuna mafuta. Tuko na tomato paste, kuna chumvi, dania, pengine itue uweze kuiona kwa vizuri, dania. Niko na maziwa mala. Alafu kuna mchele, of course ule utakaotumika kutengeneza ile mchele wa biryani rice. Alafu kuna nyama ya mbuzi ambao tumeweza kuikata kwa mapande makubwa makubwa kama jinsi unavyoona. Ni vizuri wakati unapokuwa unapika biryani uwe ni mwenye kukata mapande makubwa ili yaweze kushika zile spices kwa vizuri, na pia itaweza kuiva kwa vizuri kuliko ukikata mapande madogo madogo.
Tuko na nyanya za madonge, yani tomatoes ambazo tumezikata pia, na vile vile tuko na viazi ambavyo tutakuwa tunazi deep fry. Naam, pengine kujuzana mawili ama mamoja katika biriani. Kumbuka biriani ni chakula ambacho ukiangalia matayarisho yake, kuna matayarisho ya aina tofauti tofauti. Mbali na matayarisho ya aina tofauti tofauti, utapata kwamba pengine kuna wengine wanataka ile biriani kwamba wali unapikwa kando na lile rojo linapikwa kando. Kuna biriani ya kufunikia kwamba rojo linapikwa alafu wali unakuja sehemu ya juu, unaweza kushika ile harufu ya ile rojo ya biriani. Alafu kuna biriani ya kuchanganyia. Na vile vile ukiangalia utapata kwamba kuna Hyderabadi biriani, kuna yani biriani za aina tofauti tofauti, na ambapo pengine utapata kwamba wanatumia ingredients tofauti tofauti. Na hata katika ile Swahili biriani ukija ukiangalia utapata kwamba jinsi ya matayarisho kwanza na zile ingredients ambazo zinatumika, ama sana sana kwa upande wa spices utapata kwamba kuna mwingine anapendelea kutumia kitu fulani, mwingine hapendi kutumia kitu fulani. Kama pengine ukiangalia katika leo hatujatumia zile peas. Peas wengine wanapenda kuzichemsha alafu unawezeka kwenye mafuta kidogo alafu unaweza kuzirushia katika ule wali wako. Pia ambao bado pia saa zingine nikipika biriani unaweza kukuta kwamba natumia mbinu kama hiyo. Lakini kwa leo sijaweza kutumia zile peas. So moja kwa moja nitataka tuende katika kuweka ile nyama yetu, ile marinade, ili iweze tuweze kuweka kando, ishike yale madawa kwa kiasi kabla tuiweke katika ile sufuria yetu. Na kumbuka kwamba pia kama pengine uko na pressure cooker, wakati utakapokuwa umeweka yale zile spices ama ile marinade, unaweza ichukua na uiweke katika moto directly. Lakini kwa leo nitataka niweke madawa, niweke kando ili iweze kukolea kiasi ile madawa. Kumbuka lau kama unaweza kuiweka overnight ile marinade katika ile nyama yako ni afdal zaidi, sababu itapata kushika ile madawa vizuri. Na pia kama pengine ni vitu kama tangawizi, inaendelea kufanya ile nyama iwe laini. So wakati utakapokuwa unaipika itakuwa sio yenye kukaa kwa muda mrefu katika moto, itakuwa itachukua muda mfupi. Na kumbuka kitu kingine, biriani mara nyingi huwa haitaki moto mwingi, yani isiwe ni kuchemka, hususan kama pengine unapika na makaa. Wakati utakapokuwa umeweka yale madawa, yani spices imelala, kwa siku ya pili utapata kwamba ile madawa yamenywea katika ile nyama. Alafu wakati utakapoweka ule moto, unaweza anza kwa moto wa juu, lakini kuna mahali itafika itabidi uweze kubalance ile moto ili iweze kwenda na moto wa chini. Kwa leo kwa vile tunapika kwa pressure cooker, tutaweza kutumia pia moto wa wastani. Wakati itakapoiva tuweze kupunguzia kabisa na tufungue ile pressure cooker ili iweze kuiva bila a lot of pressure, ndio nyama isiwe yenye kuvurugika kabisa. So moja kwa moja tutaenda katika zile spices ambazo tutatumia, ambapo nitaanza na kuweka ile biryani masala katika ile nyama. Kumbuka kama hutaki spices sana unaweza kupunguzia, yani utalinganisha na jinsi unavyopendelea spices katika ile biryani yako, ama vile unavyopenda matumizi ya spices zako. So nimeanza na ile biryani masala, baadaye nitaweza kuweka ile curry powder. Baadaye tutaweza kufuatanisha na iliki, kumbuka zote ni powder. Nitaweka iliki. Baadaye nitaweka bizari nyembamba kwa kiasi sana. Nifuatanishe na manjano. Black pepper nitaiweka kidogo sana, ambayo ni powder. Kumbuka usiiweke nyingi sababu itaweka ile ukakasi. Na nimalizie na paprika upande wa spices. Pengine naweza kuongezea kidogo ile biryani masala. Pia vile vile pengine kama mtu anaweza uliza matumizi ya whole spices, pia bado unaweza kutumia whole spices katika biryani yako. Kiasilia utapata kwamba pengine ni zile, kuna baadhi ya spices zinawekwa nzima, zingine zinawekwa zikiwa zimesagwa. So nitaweza kuweka, kama umerealize si kuweka cinnamon katika cinnamon powder, napendelea kutumia cinnamon nzima katika biryani. Teka cinnamon.
Alafu kumbuka tuliweka black pepper kidogo, ambapo pia bado unaweza kosa kuweka black pepper powder kama utaki ile ukakasi kabisa, uweke the whole black peppers. Alafu niweke iliki kiasi, na baadaye kabla tuweze kufuatanisha, na kwanza kabisa tutaweka ile coriander ambayo tulikuwa tumesahau kuweka. Kabla tuweke karafuu, kumbuka wakati unapoweka karafuu usiweke kwa wingi, na karafuu usiweke ikiwa powder kabisa, utaiweka ikiwa nzima nzima. Na ni vizuri wakati unapoweka karafuu uweze kutoa kile kichwa cha karafuu, ndio isiwe yenye kuweka ukakasi. Yani kichwa cha karafuu, ukiangalia karafuu mara nyingi, yani ukiona karafuu utapata kwamba kuna ile stem part, alafu kuna kile kichwa ambacho kwa juu. So ni vizuri ukiweza kutoa kile kichwa ubaki na ile sehemu ya chini, na usiweke kwa wingi, sababu itakuja kufanya iwe na yani na ukakasi, ama itakuwa na very strong taste pamoja na smell. So nitaweka karafuu tuseme kama 4 zingine, alafu optional unaweza ka food color, na pia bado unaweza pengine kuiwekea kwa baadaye. So nitaongezea ile food color kiasi, usiiweke kwa wingi. Ukiweka food color kwa wingi itabadilisha ile biriani, wakati itakapokuwa tayari utapata kwamba iko dark kiasi. Niko na saffron ambayo nitaitumia katika matayarisho ya mchele wetu, yani ule wali wa biriani. Baadaye nitachukua kitunguu saumu niweze kukiweka, tabakisha kidogo wakati tutakapokuwa tunaendelea kufry, yani ile nyama kishashika yale madawa. Kabla tuibandike, tutaweza kuongezea kitunguu saumu kwa juu. Alafu nitaweka tangawizi. Mbali na kuweka ladha, tangawizi pia bado inasaidia kuilainisha kwa haraka. Baadaye nitakuwa ni mwenye kuweka chumvi kwa kiasi, na dania nyingine tutaiweka wakati tutakapokuwa tumeiweka kwenye moto, yani tutakapowekishia moto. Alafu tafuatanisha na tomato zile zangu za malonge, taziweka pale. Lau kama pengine uko na shida kwamba zile tomato huwa haziivi kwa haraka, unaweza kuziweka kwenye kikaangio ukazikaanga kiasi, baadaye ndio uje uzichanganye, sababu saa zingine utapata kwamba kuna zile tomato ambazo zinachukua muda mrefu, na zikichukua muda mrefu utapata kwamba haziivi kwa vizuri. So unaweza kuzikaangia kando kidogo, lakini ukazikaangia na madawa ndio ziweze kuiva kwa vizuri. Baadaye kabisa nitachukua mala niweke kiasi, mala mingine nitakuja kuyaweka wakati wa baadaye. So nitaweka ile mala kiasi, alafu nitafuatanisha na ndimu. Utaweza kamulia ndimu. Kwanza kabisa ni vizuri kidunga ile ndimu yako na wakati utakapokuwa unakamua itakamulika kwa urahisi, hata kama hauna ile lemon squeezer. Na kama pengine hautaki ndimu, unaweza tumia siki, yani vinegar. Dhumuni ni kuchanganya kiasi ili zile spices pamoja na ile chumvi, malimau yawe yenye kutembea sehemu zote za ile mixture yetu. Wakati utakapokuwa unatumia spices ama yani mara nyingi unakuwa ni mwenye kutayarisha vyakula, kuna ile ability itafika mahali utakuwa na ability kwamba ukiweka zile spices ndio utahisi kwamba bila kuonja, wakati utakaposikia tu harufu utahisi kwamba katika ile harufu umesikia kwamba kuna spice ambayo iko less, either mapishi tuseme ya pilau ama ya biriani ama chakula chochote kile ambacho kinatumia spices. Ndio maana mara nyingi utapata saa zingine huwa sipendi kupatiana specific yani
measurements za zile spices ambazo natumia, kwa sababu unaweza pata kwamba leo wakati umeenda kununua ile black pepper yako, uko na black pepper ambayo ni kali kiasi, na wakati utakapokuwa kali kuliko nyingine, yani pengine kwa little bit stronger, ukitumia kijiko kimoja ama pengine nilikwambia vijiko viwili, ukiweka vijiko viwili utapata ni yenye kuwa kali kupita kiasi. Alafu taongezea black pepper zile nzima katika ile rojo langu, yani ile marinade, niongezee, nichanganyie, na baadaye nichukue cling film niweze kuifunika, tuiweke kando. Kwa vile tunaitayarisha directly, ndio naona niliweza kukatia zile tomato zangu ndani ya ile marinade. Lakini kama utakuwa ni mwenye kuweka ile marinade iwe yenye kulala overnight, ni vizuri usiweke zile tomatoes, yani zile nyanya za madonge. Utamarinate na ile madawa, hata ile mala unaweza iweka kwa kiasi, lakini kama inawezekana uweke dakika za mwisho karibu na wakati utakapokuja kuweka motoni. Kivyangu napendelea kuitengeneza hivyo, yani nitaweka madawa, zile spices, nikamulie ndimu, niweke pengine kama madania, lakini kitu kama tomato na mala napendelea kuiweka when it's almost time ya kuibandika motoni. Na ukumbuke tumesema kuna mbinu tofauti na njia tofauti. Ile tomato paste siweki mwanzo, nitakuja kuiweka wakati wa baadaye. Tutaweza kupiga cling film tuiweke katika fridge, sio kwenye freezer, katika fridge tutaiweka kando kiasi. Lau kama hautaki kuiprepare directly, tumesema tutaipatia angalau kama nusu saa, ili zile spices ziweze kukolea katika ile marinade yetu. Karai ile imeshika moto, tutaweka mafuta kiasi. Kumbuka naweka tu rangi katika vile viazi na ile manjano, tuviweke kando. Hatutaanza na viazi, tutaanza na vitunguu, then tuende kwa viazi. Ingine mtu anaweza uliza purpose ya kuweka ile turmeric ama ile food color. Kama ni turmeric unapoweka mbali na kuweka rangi katika vile viazi, pia bado huwa inasaidia kuweka taste nzuri, na food color inaweka rangi nzuri. Kumbuka tumesema chakula ni vizuri ukiweza kukirembesha, ukiweza kukipamba kile chakula chako. Kinapokuwa na sura nzuri ndivyo kinavyoendelea kuvutia. Kabla tuweke, confirm tena mafuta kwa mara ya mwisho. Inafaa ukiweka ule mwiko ianze kutoa bubbles, na utaona zile bubbles jinsi zinavyotoka, utajua kwamba mafuta yapo tayari. So nitachukua vitunguu niviweke pale ndani. Ni vizuri ukiweza kupindua ndio viweze kuiva evenly. Itakapokuwa golden brown, kabla tuweke viazi tutaweza kuchuja mafuta kidogo yale ya moto, kwa sababu yatakuwa na ile harufu ya vile vitunguu. So yale mafuta tukitoa itakuwa ni yenye kutumia katika upishi wa wali wetu. Another hint ni kwamba kama utakuwa uko tayari na vile vitunguu umeshakaanga, ni preferably wakati utakapokuwa unafanya ile marinade yako, kama utakuwa na vile vitunguu vya brown, yani umeshakaanga, uviweke katika ile marinade ili viweze kuweka harufu katika ile marinade yako na ile taste kuanzia mwanzo kabla uiwekelee. Utabakisha vitunguu vingine ambavyo utakuja kuweka katika stage ya baadaye. Kabla ya kuweka vile viazi ndani, utaweza kuchukua kibakuli
nitoe mafuta kiasi yale ya moto, na uwe na tahadhari wakati unapotoa, sababu kumbuka mafuta sasa hiyo yameshika moto, mafuta ambayo nitakuja kutumia katika mapishi ya ule wali wetu. Weka viazi vyangu ndani. Tutaviacha vipate coating, yani upate kwamba vile viazi kwa nje vimeweza kupata ule ugumu kama jinsi unavyojua unapokaanga kitu kinakauka kwa nje. So ukipata ile coating, wakati utakavyoweka katika rojo havitakuwa ni venye kumumunyuka, yani havitavurugika katika ile rojo lako. So nataka ipunguzie, maana yake tunaviweka tu kiasi ambazo baadaye tutakuja kuziweka katika ule wali wetu. Naweza kuweka kando, tutapatia muda kidogo ile mafuta yapoe kiasi. Kumbuka sultana na raising, yani zile zabibu ya golden brown na za black, na pia bado kama uko na za brown unaweza tumia, japo mimi napenda kutumia aina mbili. Na pia bado pengine kuna wale ambao hawapendelei kutumia zile zabibu katika biriani yao, pia bado unaweza kosa kuweka zile zabibu. So tuongeze kiasi, tuziweke ndani. Kumbuka hatutaki zichemke, yani zipate moto sana, tunataka tuzipate ile coating ya mafuta na pia ziweze kuweka ile ladha. Kumbuka chochote unachokeka katika mafuta, hususan tuseme kama zabibu, utakapoziweka katika mafuta utafeel kwamba zimeongezea taste, zimekuwa na sukari zaidi na zinaweza kupata coating, na ladha yake inafurahisha zaidi kuliko zikiwa ukiziweka kwenye ule wali wako directly. Naweka na unazitoa, naweka unazitoa, ndio zisungue. Tutachukua yale mafuta moto kiasi ambayo tulikuwa tumekaangia, alafu nitachukua ile nyama ambayo tulikuwa tumeiweka yale madawa, yani zile spices ambayo tumemarinate tukaweka kando, niweze kuiweka katika ile sufuria ambayo ni pressure cooker. Jinsi unavyoona nyama tumekata mapande makubwa makubwa. Kumbuka tunatumia nyama ya mbuzi, yani utaweka moto wa juu kiasi, itakapoanza kuchemka, utakaposikia kwamba imeanza kuchemka, upunguzie moto uwe wa katikati. Na tuongezee dania, tuache kuchemka nayo, na kitunguu kile tulichokaangia pia nitakiweka kwa kiasi. Kumbuka zote ilikuwa tuweke kabla tufunikie. Tomato paste tutakuja kuiweka mida ya baadaye, na pia bado tutaongezea mala mida ya baadaye. So nitarudi tena nifunikie sufuria na nivalishe ile pressure control yake, alafu muda atakapoanza kama kuchemkia, tutakuwa ni mwenye kuweka zile karoti zangu katika yale maji. Kwa upande wangu, upande wa biriani, napenda kutumia karafuu peke yake katika wali, alafu na zile carrot zinasaidia wakati ukapochemkia na ule wali, kuna ile taste ya carrot ambayo uko na kama utamu, inaweza kuinfuse katika ule wali. Upande ule mwingine kama tulivyosema, kuna sehemu itakayofika tupunguzie moto, ichemke kwa moto wa polepole, ndio ile nyama ipate kuiva kwa vizuri. Then at the same time tutaweka chumvi ya kutokea, sababu tunapika wali 1.5 kg. Tutaweka pima chumvi ya kutokea isizidi. Ambiwa heri chumvi ya kupungua kuliko chumvi ya kuzidi, maana itakapozidi utakuwa huna namna ya kuipunguza. Tutaweza kuweka ule mchele, na kitu kingine ni kwamba mchele unachemkia huu around ya kwanza
hatutofunikia, utakuwa ni wenye kuchemka ukiwa open. Kama jinsi ninavyosema, kila wakati unapoweka mchele katika maji, jaribu kadri unavyoweza uweke to the last drop. Usiwe ni mwenye kufanya israf. Kama jinsi unavyoona, inatoa mapovu. Ile ni ile excess starch ambayo pia bado inachangia ule mchele kushikana. So wakati utakapoutoa pale, utapata kwamba haushikani sana. Kwa upande huu tutaweka mafuta kiasi, endelee kuchemkia na ule mchele wetu. Ukiangalia utaona kwamba bado uko na rangi mbili. Ukiangalia sehemu ya ndani utaweza kuona katika ule mchele, yani pengine usambaze kiasi, utaona kuna weupe na kwa kando uko na ile imeanza kuwa clear. So kile ni kumaanisha kwamba tumeweza kutoa kile kiini cha kwanza. Wakati utakapokuwa clear ndio tutaweza kutransfer tulete katika ile sufuria ambayo tumeipaka mafuta. Utakaposhika moto, si lazima yamechemka, lakini ashike moto kiasi. Then tupunguze moto, alafu tuwe wenye kutoa ule wali. Kumbuka umechemkia, tumeweza kutoa kiini cha kwanza, tumetoa kiini cha pili. Yani kile kiini cha pili tumeshakitoa kabla uive kabisa, tutatransfer katika ile sufuria ambayo tulikuwa tumeipaka mafuta. Kabla tuendelee, kuna vitunguu utakavyokuja kuviweka sehemu ya mwisho wakati utakapokuwa umeiva. Hivi nitaviweka tu kwa katikati ya ule wali. Endelee kuweka wali. Kumbuka tunaweka bila maji kwa wingi, tunabakishia tu yale maji ambayo tunachota nao kwa kiasi sana, sio maji mingi. Yani upate tu yale maji ambayo tutasaidia kuendelea kuiva kabla tuweze kufunikia. Kama nakumbuka, the saffron strands pia ziweke kwa pale. Tutaweza kunyunyiza. Tutaweza kukoroga kiasi ndio ile zafarani pia iweze kuchanganyikana. Kufikia hapo tutafunikia, na hapa ndipo kwenye nilikuwa ninasema kwamba lao ingekuwa tunapika na makaa, which ni vizuri ukiweza kupika na makaa ile biriani yako, hususan ule wali, hata ile rojo linapata kuiva vizuri zaidi unapolipika na makaa kuliko na gas. Kama tungekuwa tunapika na makaa, tungekuwa ni wenye kwa sehemu iliyofika, tungeacha moto mdogo mdogo sana upande wa chini, ni makaa kidogo sana, alafu makaa mingi yangekuja sehemu ya juu. Na pia kabla kuja sehemu ya juu, kumbuka kwamba huwa tunafunikia na ile karatasi ambalo limewekwa maji, alafu tutakapofunikia ukiweka makaa, ile karatasi linakusaidia kukuguide wali wako umekausha kabisa maji ama uko namna gani, sababu kama bado uko na moisture nyingi utapata kwamba kwa kando kando utaona kuna maji katika ile karatasi. Yani kama unapika na makaa, ukiona limekauka utajua kwamba limeshakausha. Kwa upande kama unapika na gas, utakapofunikia kumbuka utakuwa ni mwenye, yani utafungua kwa sehemu ndogo. Ukiona mvuke unatoka kwa wingi, unajua kwamba bado ile water content iko kwa wingi. Ukiona ule mvuke ukifungua unapungua, utajua kwamba umekaribia kukausha. Umekaribia kukausha ni ile maji yako. So kwa sehemu hii kumbuka tunapika kwa moto wa chini, sababu ni maji tu tunataka kukausha. Kumbuka ilikuwa tumeshauivisha. Na jambo lingine,
Kwa vile tunapika na gas, na pengine naweza kudemonstrate na sufuria, whether katika mapishi ya biriani ama mapishi ya pengine wali wa kawaida. Unapopika kwa gas, utapata gas nyingi ikiwaka zinawakia kwa ile sehemu ya katikati. So kwa ile bana yako, kama yani ile bana iko kwa katikati pale, utajaribu kubalance ile sufuria, ni kwamba ule moto usio ni wenye kukaa katikati peke yake. Hiyo ni kwamba wali umeshauivisha, unataka kukausha, utakuwa ni mwenye kupindua pindua, yani kama bana iko sehemu kama ile, utakuwa ni mwenye kupindua pindua ile sufuria ndio ule moto upate kusambaa katika ile sufuria yote. Na iko na wire gas ile ambayo ni heat proof. Unaweza kuweka ile wire gas katika ile gas yako, then sufuria ije kwa juu. Ile wire gas yani ule mesh, yani wire mesh, sorry, ile mesh itakusaidia kusambaza ile moto kwa ile sufuria yote. Kumbuka kama bana iko sehemu ya chini, alafu utakapokuja na ile gas ukiweka kwa juu ambayo ni heat proof, ule moto utakuwa unasambaa na ile gas, ambapo utakuwa unasababisha kusambaa katika sufuria yote. Baada ya kufungua, tutaweza kuweka food color kwa kiasi. Niweke kile kitunguu ambacho nilikuwa nimebaki nacho, kitunguu saumu. Baadaye niweke ile tomato paste. Pia dania ile majani tutaweka tena kiasi. Alafu ni mwenye korogea ile nyama. Alafu tutamalizia na ile mala ambayo tulikuwa tumeibakisha, tuiweke pale ndani. Tutarudi tuweke tena mafuta kwa upande wa juu. Ile mafuta yanasaidia kufanya isiturn color sana wakati inapochemkia, yani inapoiva na ile mala pamoja na zile other ingredients. Wakati unapaka mafuta linakuwa more smooth, alafu pia halibadiliki rangi sana. Ndio iendelee kuiva kwa polepole. Alafu turudi kufunika ile pressure cooker yetu, turudishe ile valve control ya pressure, na make sure wakati unapofunga ile pressure cooker yako umefunga mpaka imefika mwisho kabisa, na wakati utakapokuwa unataka kuifungua make sure umetoa ile knob itoe pressure na umeizimia moto. Usifungue pressure cooker, jambo la kwanza, kama iko kwenye moto. Jambo la pili, kama hujatoa ile knob na release ile pressure. So unazima moto, una release pressure kutoka pale, wakati itakapotulia ndio mwenye kufungua. Ukifungua kama iko kwenye moto na iko na ile knob, ni yenye kuhatarisha maisha yako. Natumia kitunguu cha white, lakini bado pia unaweza tumia kile kitunguu cha purple na kinaitwa red onion. Kuna zile line unazozifuata wakati unapokata, ndio usikate vibaya ile lettuce yako. Saladi yangu especially lettuce napenda kuikata mapande makubwa makubwa, sio kama jinsi unavyokata cabbage. Ile cabbage ile unaopika, saa zingine unapata kwamba umekata
kwa ukubwa kiasi. Alafu nitaweka dania kidogo. Alafu tutabaki na ndimu ambayo tutakuja kuiweka dakika za mwisho, na tutaweka mafuta kiasi, au kama ni vizuri ukiwa na olive oil, lakini kama hauna olive oil unaweza tumia mafuta kawaida. Nimetumia mafuta ambayo tulikuwa tumesha weka kando kiasi. Ichanganye. Utakuja kuongeza chumvi na ndimu dakika mwisho. Utakapoweka chumvi mwanzo, mara nyingi utapata kwamba kinamwaga maji kwa wingi, so wanapendelea kuweka chumvi dakika za mwisho. Ukisukuma utapata kwamba inajifungua yenyewe. Wakati utakapokuwa unasukuma unahisi kuna uzito fulani unapofungua, jua it's not safe to open. Na ni vizuri ukiweza kusikiza pressure upande wa mwingine, upande wa ile filimbi. Ukisikia misha unaweza fungua, na ukumbuke kabla ya kufungua kwa umezimia moto upande wa chini. So utaweza kuangalia ile rojo letu kama limekauka. Ukiweza kuangalia nyama yetu na bado iko ngumu kiasi, haijaweza kuiva kabisa, so tutaifunika. Kama jinsi unavyoona nimeweza katakatia tangawizi kwenye yale maembe. Napenda juisi yangu ya maembe nikichanganyia na tangawizi. Kwa vile jug yangu ni ndogo, tutaweza kuweka kwa kiasi. Ingine tutarudi kublend muda wa baadaye. Pengine kuongezea sukari, kuna wale wanaotaka plain bila sukari, pengine hawataki kiwa utamu zaidi. Kwa vile nitachanganya na maji na nilikuwa na tangawizi, nitaweka sukari ili kuiongezea ladha. Kwa wale wasiotaka kutumia sukari, unaweza blend bila ya kuweka sukari. Alafu nitaweka zile ice cubes pale ndani na niongeze maji kiasi. Tutaweza kufunikia. So tutaongeza maji kulingana na uzito tunaotaka ipate. So bismillah. So kulingana na uzito, kama jinsi unavyoona bado ingali mzito kiasi, utaweza kuongezea maji kidogo. Tuache ile pressure tena itoke. Kumbuka tulirudi tukafunikia sababu ile rojo ilikuwa haijakauka kiasi na nyama ilikuwa ngumu kiasi, so tumeipatia muda iweze kuiva. Na pia kwa wale pengine ambao hawana pressure cooker ama hawataki kutumia pressure cooker, unaweza kutumia sufuria ya kawaida, japo itakuwa ni yenye kuchukua muda kiasi. Itabidi upike kwa moto wa polepole ndio iweze kuiva kwa vizuri. Kumbuka nyama yote ukipika na moto mwingi haiwezi kuiva vizuri, so utaipika kwa moto polepole katika makaa kama umefunikia. Baadaye ndio tutaendelea na zile process kama vile jinsi tulivyoendelea wakati itakapokuwa imeiva. So tunaacha pressure iweze kuisha upande ule wa ndani. Kama jinsi unavyoona rojo letu limeweza kukauka. Na kama bado unataka likauke zaidi, unaweza kulikausha zaidi ya mahali lilipofika. Na pia ukitaka kujua nyama imeweza kuiva, utaona kwamba imeanza kuachana na ile mifupa, unajua kwamba nyama yako imeiva vizuri. So unaweza kuona rojo jinsi lilivyokauka. Mahali ilipofikia nitawasha bila kurudi kufunika ile gasi yangu, ile pressure cooker yangu. Niweze kuongezea vitunguu. Katika lile rojo. Pia tuweke vile viazi ambavyo tulikuwa tumevikaanga mpaka vikaiva sehemu ya ndani. Lile rojo tuchanganyie. Kumbuka tunataka tu viazi vishike rojo kiasi. Kumbuka tulikuwa tumevikaanga na vimeweza kuiva.
rudi kufunika, lakini sitaweka ile firimbi. Kumbuka the valve hatutairudisha, tutaweka bila firimbi viazi viweze kushika lile rojo wakati tunautemua upande mwingine. Kumbuka bado kuna ile zafarani, ndio unaona uko na kale ya manjano kwa mbali. Tutaweza kuchukua ile yellow food color. Hii process ni ya kuweza kuipatia rangi, kupatia sura nzuri ile biriani. Nyunyiza kiasi katika ule wali. Kumbuka kuna zile zabibu zangu za black na za golden brown ambazo tulikuwa tumeweza kuziweka katika mafuta kiasi. Alafu tuweze kuchanganyia kiasi. Kabla kuchanganyia, kuna kitunguu pia kile ambacho tulikuwa tumekikaanga, tukiweka sehemu ya ndani ule wali, ndio tuweze kuchanganyia. Tabakisha kidogo, sababu saa zingine utapata sehemu ya chini vitunguu havijafika vizuri, so wakati unapochanganyia unabakisha vitunguu, ndio pia vitunguu viweze kuingia sehemu yote ya ule wali. Na pia tujaweka chumvi, so kama jinsi nilivyosema, ni vizuri ukiweza kuiweka dakika za mwisho, ndio isiwe yenye kumwaga maji kwa wingi. So utaweka chumvi kulingana na mapendeleo yako ya chumvi pamoja na ndimu kwa kiasi. Na pia kama utaki kuweka ndimu, unaweza weka chumvi na uendelee nao kwa sehemu iliyokuwa imefika, yani ile step ambayo ilikuwa imefika bila kuweka ndimu. Lakini napendelea kuisizo na ndimu kiasi ya masiki, sababu inaipatia ladha nzuri zaidi. Kumbuka tuko na ile pilipili yetu ambayo tulikuwa tumeweza kuitayarisha off the camera. Tuko na ile juice yetu. Ukitaka kuona matayarisho ya pilipili, pengine unaweza enda kuona katika video zetu za kitambo ama za before, utaweza kuona jinsi ya kutayarisha ile pilipili ya kukaanga. Although kwa biriani huwa inaenda vizuri na ile sumbaro, yani pilipili ya carrot na maembe, lakini kwa leo tumeweza kutayarishia na pilipili ya kukaanga. Tutaweza kuweka ule wali wangu, yani biryani rice. Ukiangalia kwa karibu utapata uko na rangi mbili tofauti, rangi tatu yani tofauti. Tuko na rangi ya orange, rangi ya yellow na rangi ya white. Rangi ya yellow inatokana na ile zafarani, yani saffron strands. Mbali na rangi, inaweka mpaka some nice smell katika ule wali wako. Kumbuka siku leo ya Eid ni siku ya kuweza kujumuika pamoja, so ni vizuri ukiweza kuserve chakula chako katika sahani kubwa, ndio uweze kushare na jamii yote. Teka nyama pamoja na ule rojo wa biriani. Ni vizuri ukiweka salad ya kutosha, ndio ipelekane na ile biriani yako. Na mpenzi mtazamaji, kwa siku hii ya Eid na kwa masaa yaliyofikia, ni masaa ambayo hakuna mtu asiyependa masaa kama yale. Kwa wale kawaida tunasema wale wanaopenda jikoni, na kwa wale wasiopenda jikoni, kifikia masaa kama haya kawaida ni masaa ambayo kila mtu anaweza kukaribia upande ule wa jikoni ama upande wa meza iliyopo ya kuandalia. Kumbuka leo tulikuwa tunawatayarishia mutton biryani ikiwa pamoja na mango juice. Kumbuka mutton biryani yetu tumeweza kuiserve na salad pamoja na ile pilipili ya kukaanga, lakini pia bado unaweza kuserve na pilipili ya sumbaru. Kama jinsi unavyoona mlo wetu upo tayari kuandaliwa. Na kumbuka tulisema kwamba kwa siku ya Eid ni vizuri mkiweza kuserve chakula chenu kwa pamoja, pengine katika masinia makubwa yale, ili muwe
ni wenye kuindulge pamoja. Kama ninavyoona mwelekezi wangu wa kamera tayari mate anamdondoka na anaashiria kwamba niweze kuwapelekea chakula kile sehemu waliokaa, ili waweze kujumuika na wao wenyewe kufurahia katika siku hii ya Eid. Kwetu kutoka Al Huda TV pamoja na Medi Dishes ni kuwaombea kwamba muwe na umri mrefu, na kwa siku hii ya Eid muwe na Eid Mubarak, na muwe ni wenye kujumuika na family pamoja na marafiki, ili muwe ni wenye kupata baraka kwa kujumuika pamoja. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.